Travo TV, tumaini la milele. Sema mwenye nacho anakitaka. Mwambie jirani yako, mwenye nacho anakitaka. Nong'oneze tu. Watu wengi tunapopata vitu, gari langu, nyumba yangu, mtoto wangu, mke wangu, mume wangu, shamba langu, yani kila kitu langu. Unamuuliza, ulipozaliwa kwa navyo? Hapana. Utakapokufa utaondoka navyo? Hapana. Kumbe inapaswa kutambua kwamba pamoja na kusema mke wangu, tujue kuna yeye ambaye ndiye mmiliki halali. Mimi nimepewa dhamana kuandika kitabu, kusimamia kama manager, kama supervisor, ili ya kwamba siku ya mwisho nitoe hesabu nilipovipata ni mtumiaji. Wengi ni wape kisa hilo ambayo unazungumza. Wangapi wamepanga nyumba kama mimi? Na mimi nimepanga hapo Dodoma. Wangapi wamepanga ni wapangaji kama mimi? Hongereni Kihesa. Wengi ni wenye nyumba, wamiliki. Hongereni. Haya, sisi wapangaji nyumba yetu tuseme. Ukiwa mpangaji unaishi mguu mmoja ndani mmoja wapi? Maana inategemea mwenye nyumba atamkaje siku hiyo. Yaani kitu na kera. Hamjui tu. Wenye nyumba wananyanyasa watu. Hongereni ndio maliza kutawaliwa. Sisi bado tunatawaliwa. Na inanitia hasira. Sasa sikiliza. Ukiwa nyumbani kwako unakaribisha watu. Karibu, hapa ni kwangu. Si ndio? Sasa baba mwenye nyumba amepokea. Unasemaje? Yaani mwenye nyumba amekutembelea. Karibu mzee, hapa ni kwangu. Wewe, acha biashara ile karibu. Juzi kuna mmoja amepigwa neno kali. Akaniambia, mchungaji, kama kuna kitu kilinikera nikaamua kujenga nyumba. Nilipigiwa simu na mwenye nyumba. Mimi nilikuwa sijaona namba yake, nilikuwa sina. Kwa hiyo aliponipigia mwenye nyumba nikapokea. Halo, nani wewe? Sababu mimi ni mwenye nyumba. Mwenye nyumba gani? Hiyo unayoishi hapo. Mimi ni baba mwenye nyumba. Basi karibu. Uko hapa? Niko nyumbani kwangu. Wapi? Hapa panapoishi. Kwa hiyo tuna wenye nyumba wawili sasa. Yaani lugha chafu. Anasema ilibidi nikajenge haraka, nikahamia hata bila kuweka milango, nikaanza kuweka maboksi. Kini mtu mzima na ndugu zangu, mwenye nyumba ananyanyasa kiwango hicho, akasema ikatosha. Sasa sikiliza, unapochaguliwa kuwa manager kampuni fulani, unaitwa boss. Na kumbuke kwamba kuna mwenye kampuni, bana siku atakuja itabidi mtambulishe kwamba ndiye boss original. Si mnaelewa takatifu? Yaani hapa duniani kama umiliki, unajiona boss kwa muda kitabu, ila yupo ambaye yeye ndiye muumbaji wa vitu, ndiye mmiliki wa vitu vilivyo navyo. Hiyo afya alionayo yupo mwenye nayo, akiamua kuitoa utakuwa mdogo kama pilitoni, si ndio? Yesu Kristo anasema siku moja akiwa anaelekea Yerusalemu, ni wiki yake ya mwisho kabla hajaenda msalabani. Maana hii dunia ilipoanguka dhambini, yule aliyeiumba akanyang'anywa, akapewa na shetani. Shetani akajihesabu kana kwamba naye ndiye Mungu wa dunia hii, ndiye mmiliki wa dunia hii. Kwa hiyo inafika mahali sisi binadamu tunamsujudia shetani kwa kila kitu. Yesu akaja kukomboa dunia hii, na bei ya ukombozi ilibidi alipe damu. Damu ilikuwa ipase iwe damu ya damu, lakini Adamu hakuwa na uwezo. Mungu muumbaji kamuuliza shetani, unamdai nini? Wakamwambia, ulisema mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa uhai wake ndio nautaka. Akasema ninakufa kifo cha mbadala. Akamuuliza swali, uko tayari? Akamwambia niko tayari, nitamfia Adamu, nitalipa bei ili
kwa mara ya pili, nimeumba upya tena kwa mara ya pili, maana nilimuumba akawa wangu, ukampora. Sasa namunua tena kwa mara ya pili awe wangu. Sasa Yesu ile wiki ya mwisho anapokwenda msalabani, anashuka kama mlima wa Mizeituni katika kijiji, ndipo akatuma wanafunzi wake wawili, kaambia nendeni katika kijiji kinachotukabili, ile kama mpanda juu mlima huo. Sasa naelekeza hapa kijiji cha Nduli, pale mbele pale Nduli, nendeni, mkifika mtakuta nyumba nzuri. Sorry, kibweta hiki akistahili kuwa kibweta cha Biblia, kinatupa Biblia. Sio utafanyaje? Basi kitegeshewe hivyo. Sikiliza, nendeni mtakuta mwenye nyumba nzuri. Pale katika nyumba ile pamefungwa punda na mwanapunda. Mleteni punda ambaye ni mpya kabisa, hajawahi kupandwa, mwanapunda. Usiniletee aliyepandwa na mtu, mwanapunda. Sasa wanafunzi wawili wakaanza kuulizana, twende kwenye punda wa watu tukamuulize mwenye punda, alafu akituambia na kutuma unasemaje? Jamaa hapo endelea kuwaza, huyu mmoja kabidi aulize. Sasa akituambia nani amekutuma, jawabu wewe kamwambie Bwana ana haja naye, Bwana anataka. Hakuna mjadala. Unajua hata kama ni wewe ukituma, mimi hapa nimekuja kwa mchungaji akasema nani wewe na wewe nendeni hapo mbele hapo, kwa isiye kufia ndo marangu ya kwanza hapa kuja hapo, si ndio? Kwenda kutuma kwamba utakuta jamaa amejenga beti kali jeusi, ingilia utakuta gari limeshuka jipya Mercedes Benz ama tuseme Land Cruiser ambayo yana bado na ile yaondolewa, hajapakia mtu, limeshushwa ni 0 kilomita, limepakiwa kwa Dar es Salaam kwa soko kuendesha, limeletwa hapa, limeshushwa pale. Kamwambie mwenye gari akupe ufunguo, ninataka hilo gari. Hiyo mchungaji mtamwona na akili timamu. Na ulizo swali utaenda hata kama ni wewe. Na afu ni mchungaji yule mpya amekuja, ndio anakutuma. Utamwangalia sema ile kanisa hapa hii ni chenga kabisa. Unasema basi tukamwambie, unamfahamu huyo mtu? Unafahamiana? Simfahamu. Wewe ndio unamlango, mwambie mchungaji amenituma, anataka ile gari, alafu nampenda na Mwanza. Yeye mwenza kwa jeuri panda mwenye ile gari ndiye amenunua jipya. Alafu huyu bwana atoa order kwa maana kwenda na wapi? Mwanza. Alafu swala pili, je, utarudisha lini? Mwambie utakapopata nafasi. Hivyo wewe unaituma utaenda. Sikiliza Biblia inasema sasa. Fungua Luka 19. Luka 19. Ule mstari wa 30 hadi 31. Maandiko yanasema hivi. Akasema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. New plan. Mfungueni mkamlete hapa. So muombe, mfungueni mkamlete hapa. Hivi nyie mnamuelewa Yesu kama mnapomuelewa? Mfungueni mkamlete wapi? Hapa. Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua, semeni hivi, yale anawapa na majibu, maana mna mashaka na majibu. Bwana anamhitaji, Bwana anamtaka. Mungu muumbaji amejitambulisha kwetu kwamba yeye ni muumbaji wa mbingu na nchi na bahari na vyote vijazapo mali yake. Kwa sababu kadhaa kama binadamu tumekuwa na hali ya uchoyo, vile tunavyokumiliki tunafikiri ni vya kwetu. Sasa amekuja yeye ambaye ndiye aliyetamka vikao, anasema kaletee punda. Tena sio punda tu, mwana punda ambaye hapana na mtu. Anahitaji ndicho nacho mkononi mwako. Kama ni koro ukunjue, maana mwenye nacho anakitaka. Hebu piga picha katoto kadogo kanakozaliwa, umekabeba mgongoni, umekanulia pipi, unaambia nini? Kanakataa. Hiyo tabia mtoa wapi? Na hujamfundisha kukataa. Yaani wewe ambaye umenunulia unampa zawadi na unapotaka anakatalia.
huyo mtoto ni tabia tayari kuonyesha kwamba ana roho ya ubinafsi. Yaani kama sio binafsi unaotawala, mara kadhaa tunaweza kuona kwamba Mungu aliyetuumba akatumilikiza tulivyo navyo, kwamba yeye amesahau vyake, na mimi nimekuwa kama msimamizi tu. Anapovitaka kama ni effort, anasema nipe pesa kwa ajili ya kazi. Usianze kusema akaunti yangu, toa, fungua mkono, maana mwenye navyo anavitaka. Luka ndiye pekee anaonyesha mwenye punda anahoji, kwa nini namfungua mwanapunda? Jawabu, Bwana ana haja naye. Hebu tuone sura ya 32. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia, wakaona alama zote, kama ni geti jeusi sawa, kama ni nyumba ya ghorofa sawa, kama amefungwa akaona kabisa. Na walipokuwa wakimfungua tena, wamefika bila kuomba, wakaanza kumfungua. Watu wakasimama, nye vipi, nampeleka? Jawabu anasema, wakasema Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu. Huyu bwana apendelea, nampenda huyu jamaa mwenye mali ya kuendelea. Bwana ana haja naye. Angeuliza bwana yupi huyo? Tumeshakuwa na mabwana wawili hapa. Mimi ndiye bwana mwenye punda, bwana mwingine nani? Anyamaza, maana huu mwelekeo haukuwa kawaida. Kwanza wamekuja na kufungua hata bila ruhusa, halafu tena wanapoulizwa swali samahani, kumbe ni wewe, wanasema Bwana ana haja naye. Wakatandika nguo zao juu ya mwana punda wakampandisha. Yesu alipobebwa, watu wakaanza kushangilia kwamba huyu ndiye mfalme ajaye. Watoto wadogo wakasema hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Wakapaza sauti. Viongozi wa Mafarisayo wakafika mahali wakatekewa, maana sasa ile unabii uliotabiriwa kwamba mtazame mfalme wako anakuja, amempata mwanapunda, ndiye Masihi wa Bwana, unatimia. Tunatolewa na Warumi. Huyu jamaa hajajua kwamba atatuchonjea tunafanya mapinduzi. Hapana. Nikajifunza jambo moja, Yesu huwa hataki mtumba, anataka kilicho chake. Bwana asifiwe. Haokoti mtumba, yaani akikutaka wewe usimpe masazo wala usimpe vitu ambavyo ni mabaya. Yaani akisema kama ni zaka, umepata mshahara, unaanza na Bwana, uanza matatizo yako. Mara kadhaa tunakuwa na ubinafsi. Unapopokea mshahara 500,000 unataka kusema mama, mzima unga umeisha, chukua. Nani unadaiwa ada shirika hapa. Kumbe tumeshachemsha. Hatumtambui kwamba yeye ndiye mmiliki. Kanuni ni kwamba unapochuma kwenye item unampatia Bwana kwanza. Tunaanza na Bwana kwanza. Mwenye nacho anakitaka tena kipya, kama anatumia kwa matumizi yote, anampanda yeye kuwa mpya kabisa. Yeye hapandi yeye aliyepanda, anampanda yeye kwa kwanza, maana ndiye mmiliki wa vyote. Bwana asifiwe. Wakampandisha. Sikiliza makini. Mama yetu anasema Kristo alitumia vitu vya asili kuonyesha ukweli wa kimungu. Alitumia maua rahisi aliyokuwa ameumba na vitu vya uumbaji wa wanyama kama masomo ya vitu vinavyoonekana. Anawasilisha ng'ombe na punda kuwa na shukrani zaidi kuliko mwanadamu. Chini ya mafundisho yake, vitu vya asili nature vinatamka kwa sauti yake, kwa kutangaza matendo makuu ya ajabu ya Mungu na kukemea kutokuamini kwa mwanadamu kwa sababu utegemezi wake kwa mara kwa mara kwa Mungu wake. Mungu huyu ambaye amempa mwanadamu yote aliyonayo, hata kuweka kwa afya na uwezo, ikiwa atatii masharti ya utii mkamilifu kwa sheria yake, kama vitu vya asili vinavyotii sheria. Yaani vitu vya asili natii. Bahari imeambiwa mwisho hapa, haivuki, inatii. Simba ameambiwa kuwa mara moja kwa wiki, anatii mpaka leo. Ila sisi binadamu mara 3 kwa siku tunakulaga mara ngapi? Kwa tunakula mara ngapi? Kuna watu wana milo 6, 12 kwa siku wako hapa. Ndio maana hospitali ni nyumbani kwao. Kila siku tumbo langu. Tumbo kwa sababu unakula ovyo.
Aliyesema mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana, kila baada ya masaa 6, wao wanabugia kila baada ya saa, uchu digiji karaka ende wao mua yani anakula kama mchwa. Kuugua lazima ugue, kuugua lazima. Sikiliza, neno Bwana ana haja naye. Inamaanisha ni wakati kumtumia kwa matumizi yake, anakwenda kutumia matumizi yake bila masharti yoyote. Hakuna haja kuomba utamrudisha lini. Mungu anapokutaka wewe leo kwa ajili ya kazi yake, huna haja kuomba. Umechaguliwa. Kuna watu wakipoozwa kanisa au kuwa idara, anaanza kusema mimi mwaka huu na majukumu mazito. Hivi unajua hiyo afya sio yako. Anakutaka wewe utumike mwaka huu, utoe muda wako kwa ajili yake. Bwana asifiwe. Usimringie yeye wala usimuoji. Alimradi tu anawatumia baraza ya uchaguzi, akasema huyu awe shemasi wetu. Usianze kusema mbona makao majukumu. Hayo majukumu yanaweza yakatoweka, ukalala kitandani mwaka mzima. Nilipokuwa mchungaji hapa, nakumbuka hiyo story, sitaisahau. Bwana mmoja tukafanya uchaguzi, kuna makanisa katoa 17, nikaa nazunguka nafanya uchaguzi kwa siku 21 ili kukava eneo lote, ilikuwa na wilaya zote 3. Sasa nimemaliza uchaguzi kwenye kanisa moja wapo, nikamwambia yule aliyekuwa katibu wa baraza la uchaguzi, haya utawajulisha wajumbe, mimi nakimbia na wao maeneo mengine. Kaondoka. Nilipofika jioni nimemaliza, nikarudi hapa nyumbani, nimekaa, simu ikapigwa, mchungaji, ni usiku kwenye 7. Nimewapatia wajumbe wote ujumbe, wengi wamepokea. Kuna mmoja ameniuliza, ambaye ni mzee wa kanisa, aliyechaguliwa mzee wa kanisa, amesema hivi, mchungaji, kama hajapokea mzee wa kanisa, anauliza swali, je, mtamlipa? Nikasema anamaanisha kwamba tulipe ni mshahara. Kwa nini anasema? Maana ninyi wachungaji, wewe peke yako, sisi wazee tunafanya kazi zaidi kuliko wachungaji. Okay. Nikawa mpole kama Piriton. Nikasema hivi, sawa, sasa mwambie hivi, basi asiendelee na uzoa kanisa, hatutamlipa, kanisa lina uwezo, aende kwa lokole, watamlipa kama wanalipaga pia. Asante. Basi majina ya tangazo lobaki. Nikanyamaza sikumsemesha, hatukumchagua kwa lolote. Mwaka ukapita, uchaguzi mwingine ukafuata. Nikaenda kwenye baraza la uchaguzi, nikamkuta ni mmoja wapo wajumbe wa baraza la uchaguzi siku hiyo nayo. Ile ya kwanza hakuwepo, ila sasa mwaka mwingine amechaguliwa. Majina yakaanza kupendekezwa, wakataja mzee wa kanisa fulani. Nikatazama usoni, naona kama yule anakubali. Alafu ayatoka nje, akatoka. Nikauliza wajumbe wa baraza la uchaguzi, huyu bwana mnamfahamu? Mchungaji, alishaikuwa mzee wa kanisa kwa nyuma. Okay. Mmeshapata pesa ya kumlipa? Nasema hivi, mmeshapata budget ya kumlipa? Hawajanielewa. Kaambia asante. Mwiteni aje. Kaa hapo. Nani hii? Wewe umetoka nje, uchaguliwe mzee wa kanisa. Wamekwambia wana pesa hao jamaa? Sasa mchungaji, najua wakati wako kunielewa. Nilimaanisha kwamba tunapotembea makundi wanalipa. Ulisema mshahara, maana unafanya kazi zaidi kuliko sisi wachungaji. Sasa tusisumbuane, huyu msipo uzee wa kanisa. Haya, chagueni jina lingine. Kumbe ule mwaka aliogoma alipigika, biashara ziligoma. Mungu akakata mirija yote ya faida. Matokeo yake akafika mahali anatamani hata ubawabu tu, hapati ubawabu. Ndio mwaka huo akasema, yaani baba, niko chini miguu, ukiniambia lolote nitafanya. Maana Bwana anapokutaka anataka kilicho chake. Wewe sio mali yako mwenyewe. Haleluya. Afya ulionayo ni mali yake, nguvu alizokupa ni mali yake, vipawa ulivyo navyo ni vyake. Anapovitaka kuvitumia, usilete ubisho. Na ndio maana ubisho. Sikiliza, ugumu wa moyo wa Farao ulihoji. Mungu anapotaka Waisraeli waondoke Misri, Farao anasema, huyo Bwana ni nani? Si wapi Musa? Mungu akamwambia Musa, tulia, nitampa adhabu. Alimkumuta mapigo 10, ya mwisho akamzamisha kwenye bahari, akafa na familia yake.
Mungu akikutaka usimringie. Bwana asifiwe. Mali ulizo nazo kwenye akaunti, uchumi ambao Bwana amekupatia, kuna ambao hawana, lakini hata kidogo wanamtukuza Mungu, wanatoa kwa ajili ya Bwana. Tendo hili la Yesu Kristo anapotaka Mwanapinda linadhihirisha mamlaka yake Kristo, kwamba yeye ndiye muumbaji wa vyote, ndiye mtawala wa vyote. Ufalme wake ameusimika yeye mwenyewe katika mioyo ya watu. Anapowataka watu, huna haja ya kuhoji kwamba Bwana ni nani. Hicho ni kiburi cha Farao. Farao aliambiwa na Musa, Bwana anahitaji watu wake waende wakamfanyie ibada, waruhusu. Kahoji, Bwana ni nani? Mwenye punda hakuhoji, Farao anahoji, Bwana ni nani? Ni bora unyamaze kimya. Bwana anapokutaka mwaka huu utumike. Bwana asifiwe. Kuna wenzako wamelala kitandani, hawana uwezo, wewe una nafasi ya kutembea. Bwana anakutaka mwaka huu upaze sauti, uambie watu habari njema. Bwana asifiwe. Kumbuka, tumekataa kutambua tunavyomiliki kwa zaka na sadaka. Hebu anza mwaka huu kwa agano na Mungu kwamba siku zote Bwana nimekuwa mjinifu, sasa mwaka huu nitatoa chochote unachokitaka kwangu. Wakidai makanisa ujenzi, natoa, maana ni vya Bwana vyote. Haleluya. Bwana ndiye anamiliki. Katika maisha, hakikisha hauachi mkono wa Bwana. Tembea naye katika mwaka huu. Bwana asifiwe. Usiogope katika dhoruba yote. Mtu mmoja alieleza kisa hiki, nafikiri ni Ellen G. White kama sikosei. Akaeleza, akaonyeshwa kwenye njozi watu wawili wakitembea pamoja wakiwa wameshikana mikono. Walipotembea mbele, akaona njia ni mbaya, ina magema, imeharibika sana. Alafu matokeo yake anaona nyayo za mtu mmoja, hao yule wa pili. Akatazama ile dhoruba, hali ngumu inapotembea, baadaye mwisho mambo yalipokwisha magumu, akaona tena nyayo za watu wawili ng'ambo kule. Baada ya kuvuka ile changamoto, akamuuliza malaika wake, huyu niliona kama ni Yesu, huyu wa pili sikujua ni nani. Akasema hivi, hii inawakilisha nini? Unapokuwa na Yesu katika hali ya amani, huwa anakushika mkono, mnatembea pamoja kwa furaha, si ndivyo? Unapopitia magumu, sio kwamba Yesu amekuacha unaona nyayo za mtu mmoja. Zile nyayo za Yesu, ila yeye amekubeba mabegani ili usikate tamaa. Anatembea katika wakati mgumu pamoja na wewe. Ndio maana amesema Bwana hata kuacha katika hatua zako zote. Alafu unapopita hiyo dhoruba tu, anakutua, mnatembea pamoja kama marafiki. Hivyo ndivyo Bwana anapotenda kazi. Nyakati fulani wewe unafikiri kwamba Bwana amewachia mkono wako. Amekubeba mabegani mwake. Hata katika dhoruba za uchumi, yeye yuko pamoja na wewe bado. Hajakutua bado, anatembea na wewe bado. Haleluya. Katika ugonjwa na changamoto unazopitia, Kristo Yesu hajakuacha. Yeye, wewe ni mali yake, anakumiliki. Katika ugonjwa ni mali yake, katika furaha ni mali yake. Mtambue yeye nyakati zote kwamba Bwana wa yote, yeye anajua yote. Fedha na mali tulizo nazo ni mali yake. Kazi ya kufungua pesa, maana Bwana anahitaji fedha hizo. Katika akaunti yako nazijua, hesabu yake naijua, namna ulizozipata najua, katika hatua zote. Ndio maana Daudi akasema katika Zaburi 116, Zaburi 116 mstari wa 12, nimrudishie Bwana nini? Kwa ukarimu wake wote alionitendea. Ya Daudi anafika mahali anapotazama dhahabu alizo nazo ni za Bwana, akitazama fedha alizo nazo ni za Bwana, kama ni cheo na ujuzi alionao na ustadi alionao ni vya Bwana. Anamuomba Bwana, nikurudishie nini? Maana nikupe kitu gani katika ambavyo ni vyako vyote? Tukae tuhesabu baraka ya Mungu. Mungu ametupa mingapi? Tumrudishie Bwana sehemu ya shukrani. Ng'ombe anamjua bwana wake, punda anamjua kibanda cha mwana wake, bali Israeli watu wangu hawanitambui. Wanakula hata vile ambavyo nimewabariki, wanavitafuna vyote. Hawana shukrani kwangu, ila punda ana shukrani. Kijana mmoja anampenda kutoka kisa kake. Huyu kijana alikuwa kule ziwa Tanganyika. Huyu kijana alikuwa Mwadventista kwa miaka 9. Alihudhuria semina kwa mchungaji wa akifundisha, mchungaji wa mtaa. Mchungaji wa mtaa akiwa anaeleza, akasema washiriki wengi sana
Hawabarikiwi kwa sababu wanakula vya Mungu, wanakula vya Mungu. Na ukitaka kubarikiwa, Bwana amesema nijaribuni kwa njia hii, waone kama sitawabariki na madirisha ya mbinguni yakafunguliwa kwa ajili yenu. Ile kijana akasikiliza, akaangalia. Wakati huo ile kijiji kina nyumba nyingi za nyasi, na washiriki wengi wamejenga nyumba za nyasi, wenye mabati ndio wanaonekana kama ndio matajiri. Sasa yule kijana akasema, kumbe baba yangu ana nyumba ya nyasi kwa sababu hajabarikiwa na kwa sababu anambidia Mungu. Sije kumsikia akisema tutoe zaka. Babake alikuwa Mwadventista, alikuwa Mkatoliki. Sasa wao zaka wanafundishwa mara moja kwa mwaka, 500 ile wanafundishwaga hivyo tu basi. Sasa mwisho wa yote yule mchungaji alieleza kwamba 1/10 ya mapato yako ni zaka takatifu, itoe kwanza. Bwana anakitaka kilicho chako. Akatabasamu kijana akasema okay. Akamuuliza mchungaji, na sisi watoto tukitoa zaka Mungu anaweza kutubariki? Kaambia kabisa, utabarikiwa shuleni, utakuwa na akili sana na kadhalika. Akafurahi. Sasa hana kazi, ni mwanafunzi. Akachukua ndoana, mpaka amefunzwa kuvua, akaenda pale Tanganyika pale, akaanza kuvua tangu asubuhi. Akapata samaki mmoja mkubwa, akamweka pale, akatafuta atimize samaki 10 ili akamtolee Bwana. Mpaka saa 9 njaa imemuuma, hayakumbuki kurudi nyumbani. Akasema sasa nimepata tu mmoja, sasa nitatoaje zaka hapa? Akaondoka akampeleka kwa mchungaji. Mchungaji, nimeleta zaka yangu. Mchungaji katabasamu, kwamba mafundisho yanafundisha vijana wadogo wanatendea kazi. Akamwambia ulipata wangapi na ukatoa mmoja? Akasema nimempata huyu mmoja kwanza, kwa nimemtanguliza kwa Mungu. Mimi wa kwangu 9 nitawafuata baadaye baharini. Haleluya! Yani anajua cha kwanza ni cha Mungu. Nitamtangulizia Bwana kwanza, maana ndiye mwenye nacho anakitaka. Kwa hiyo napopata yeye anakuwa kwanza, nampatia. Punda anambeba mfalme, muumbaji wake. Si kwamba mfalme hawezi kumbeba, ana uwezo, ila anamtambua ni Bwana wangu, nambeba asichoke. Katika changamoto tulizo nazo, Yesu na kazi yake tunapaswa kujibeba sisi. Sio kwamba Bwana anaweza kubeba kazi, anayo, ila anachotaka wewe ambaye ni punda wake, ambaye ni punda wa Bwana, umtambue yeye mwenye nazo, ufunguliwe kifungo cha utoe, umpatie Bwana aliye nacho. Bwana asifiwe. Kuna watu wanasema kisa, wewe umekisoma, watu wanakizungumzaga sana kwamba huu nabii wa Zakaria 9 sura ya 9, mwanapunda aliwakilisha ufalme mpya anayekuja. Ni unabii ambao nabii Zakaria alitoa miaka 500 kabla Kristo hajazaliwa. Akasema maneno katika Zakaria 9:9, furahini sana ee Sayuni, piga kelele ee Yerusalemu, tazama mfalme wako anakuja kwako, ni mwenye haki naye ana wokovu, ni mnyenyekevu, amepanda punda, naam mwana punda, mtoto wa punda. Ile tumela vizazi vyote naeleza. Ni unabii uliotolewa miaka 500 kabla Yesu hajazaliwa na nabii Zakaria, kwamba pana siku atakuja Masihi, atampanda mwana punda, na punda kiwa escort ya yule punda ambaye ni mama wa yule punda alikuwa anatembea kando, lakini Yesu amempanda mwana punda ambaye hajapandwa bado, kipya wa kwanza namtumia yeye. Sasa kuna mtu mmoja aliandika kakisa kana kapenda kwenye WhatsApp, alikatuma akasema, yule punda aliyempanda Yesu akashuka siku ile pale, alishangiliwa, watu wakatandika nguo zao na mikono akisema hosana, wanamshangilia kwa kuwa amembeba mfalme. Baada ya kufika Yerusalemu, Yesu akauawa, punda alirudi kule kwa mwenye punda, akaenda kijijini pale, akaanza kuwaelezea punda wenzake. Ni visa sababu punda haongei, si ndio? Wanasema akamwambia punda wenzake, nimeenda Yerusalemu. Yani kama ulifika Dar es Salaam uende ikulu kule ambako uruhusiwi kukatiza hata kuku hataki kupita pale, uanze kutembea kwenye barabara ambayo uruhusiwi kuleta mifugo, afa natangaza. Watu wale punda wengine wakamwambia, wewe unatudanganya, umekanyaga Yerusalemu leo.
limeenda kabisa. Na jambo la ajabu, walinishangilia, wakatandika nguo, wakanipungia mikono, yani walinishangilia ajabu sana. Niliona fahari. Kaambia twende kaone hao watu wale kushangilia. Akajua kwamba watamkumbuka sura. Wakaenda punda wawili. Walipofika, mawe, piga, toa punda nani, piga, wakakimbia mbio. Unaona mliponza. Kumbe hajajua kwamba alishamtua Yesu. Alishangiliwa kwa sababu amembeba nani? Hata wewe na mimi leo tunafurahia afya tulionayo ni kwa sababu tumembeba Yesu. Mafanikio ulionayo katika maisha unayashangilia ni kwa sababu umembeba Yesu. Utakapomtua Yesu, vyote vinaweza kutoweka. Tuendelee kumbeba Yesu. Kuja kwako kanisani katika ibada leo, usiwacheke ambao wako kule nje wajaja leo. Wewe ni kwa sababu umembeba Yesu. Ukimtua Yesu, unaweza kuwa kama wao, ukanywa pombe kama wao, ukafanya yote ambayo yanakutenga na Mungu, kwa sababu tu mwenye macho umemkataa, umemhoji kwamba Bwana ni nani. Wewe na mimi tuna nafasi ya kumtukuza Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Naomba kuhitimisha, sikiliza. Tendo la kumtazama Kristo nyakati zote katika maisha yetu, tunapata ushindi kwa kuwa Kristo yu ndani yetu. Ushindi wa maisha yako haumtegemei akili zako, haumtegemei mali ulizonazo. Mama anasema hii ilikuwa ni mara ya kwanza wakati wa maisha yake hapa duniani. Yesu alipozaliwa alibebwa na punda mara moja tu akiwa mchanga, wakati anatoroka kutoka Nazareti kwenda wapi? Kutoka Bethlehem kwenda wapi? Kwenda Misri. Baada ya hapo kupanda tena, alitembea kwa miguu nyakati zote, kama mtu maskini, kama mtu mtumwa. Ndio maana kupewa heshima yote. Awamu ya mwisho, Yesu anampanda punda kwenda msalabani kwa ajili ya ushindi wa msalaba. Wewe na mimi leo tuko hapa ni kwa sababu yule aliyetuumba, aliyetufinyanga kwa mikono yake, yule ambaye tulitanga mbali naye, tukamhoji alipotutaka maisha yetu, tabia zetu, tukamhoji kwamba upi ni wangu, kama ni pepe na unyesha mimi mwenyewe, kama ni mambo najipa raha bali ni mali yangu. Yeye akaja kwa mara nyingine tena, ili ya kwamba aende juu ya msalaba, anunue kwa mara ya pili kwa damu ya thamani. Mchana wa leo, mikono yake ile ile iliyonyooshwa juu ya msalaba Kalvari inakutaka tena wewe. Njoo mwanangu, njoo mwanangu, wewe ni wangu, nimekuumba kwa mara ya pili kwa damu ya thamani. Mikono yake ambayo nyakati zote inanihitaji. Kiwa ni mwili huu nilio nao ni hekalu lake. Karama na vipaji nilivyo navyo ni vyake. Afya na nguvu na pumzi nilio nayo ni yake. Muda na nafasi nilizo nazo ni vyake. Fedha na mali nilizo nazo, uwezo nilio nao ni vyake. Hakuna ambacho naweza kudai changu. Kijana mmoja pia kabisa kwa kuenda mishaka sema mara kadhaa. Huyu kijana alikuwa anacheza, ametengeneza, alikuwa ni kijana mzuri, ametumia kipaji chake, akatengeneza kaboti kazuri kakubwa. Alafu akaendesha mchana kutwa kibaliza siku ambazo amefunga shule. Afimaliza anafunga kwenye matawi ya mto. Siku moja upepo ukaja, ile kama kakatika. Kaboti kakatoka kakaenda ng'ambo ya pili. Kakaokotwa na watoto wengine wakaenda kauza kwa duka la mtu mmoja ambaye ni Mhindi. Hiyo mwenyewe kakachukua kakaweka pale. Hasa mtoto siku moja baba yake akamwambia, "Mwanangu nenda kanunue sukari." Akapewa baiskeli. Sasa kawaida mtoto akipewa baiskeli hata maduka liko pale, ataenda duka la mbali ili apate kuendesha baiskeli. Sio na mkwaga hivyo. Akaendesha. Kaenda mbali kule Kiesa ule chini kule. Akafika duka kubwa la Mhindi ili anunue sukari. Lengo kwamba apate raha kuendesha. Alipokuwa anapimia sukari akaangalia, akaona kaboti kanauzwa. Mbona kama kaboti kangu? Baba, samani, naweza kuona hiyo boti yako, unauzaje? Akaambiwa bei. Hebu nione, akaletewa. Sasa akajua ni mtoto ataenda kumwambia baba yake amnunulie. Alipokachunguza alama zote ni zake.
Akamwambia boti yangu nilipoteza, toa ujinga hapa, toka. Akamnyang'anya ile boti. Mtoto furaha ya baiskeli kapotea. Akachukua sukari kwa naenda analia. Njia nzima anaendesha baiskeli analia. Tena hata amechoka akakokota baiskeli akafika nyumbani. Nini mfanyaje? Umepigwa? Hapa. Baba, ile boti yangu kuna mtu mmoja umemwona amechukua anauza dukani kwako. Nani wewe? Mwindi. Anakwambia shilingi ngapi? Ametaja bei, akamtaja bei. Akamwambia basi, wenda basi. Baba akasema Mwindi aje aokote boti tutauze. Labda tumechanganya. Kwa kuwa amekapenda basi, akamtafutia pesa akamwambia akanunue. Akaenda tena baiskeli kwa furaha, akikimbia. Akakanunua ile boti. Akakatazama akakamwambia, wewe boti, nilikutengeneza mimi ukapotea. Sasa nimekununua tena usipotee. Akarudi nako nyumbani kwa furaha. Hivyo ndivyo ambavyo Kristo Yesu anapotutazama kwamba sisi alituumba kwa mfano wake, kwa sura yake, akaja tena akatunua kwa damu yake, ili ya kwamba tusipotee tena, ili ya kwamba chochote mtu kitaka kwangu ajue kwamba nimeumbwa mara mbili, kwa uumbaji na kwa damu. Tumenunuliwa kwa damu yake. Je, una kitu ambacho unaweza kumnyima Bwana? Hebu tuimbe wimbo namba 98. Tuimbe namba 98. Ile timu ya praise team John mara moja hapa. Namba 98. Umuhoji maswali Yesu. Anakuhoji, unaweza kumnyima nini tena? Maana amekuumba kwa uwezo wake, kwa uwezo wake. Mama anasema, je, uongofu, heshima, ukarimu visingekuwa ni shabaha mwenendo wetu kwa watu wote? Hebu tusizuie kitu chochote kwake yeye aliyetoa maisha yake kwa ajili yetu. Hebu sisi sote tutoe wafu mali aliyotukabidhi juu yetu yote. Hebu na tujitoe kwake sisi wenyewe kwa sadaka ya hiari. Maisha yetu tumkabidhi yeye, maana alituumba kwa damu yake ya thamani. Bwana asifiwe.